kwenye huu mchezo kutokana na hali jinsi ilivyo, wengi wanaona kwamba wao wanapendekeza, wanaona ni muhimu kwenye ile eneo la kwenye safu ya ushambuliaji huku mchezaji kama Kibu Denis pamoja na Jonathan Soa wao waanze kwenye mchezo unaofuata. Kwa Pantev tunaona akiendelea kuwatumia. Nafikiri kwa upatikanaji wao anaweza akaendelea kuwatumia au akaendelea kutokuwatumia au akawa anawatumia katika nyakati tofauti. Kwa maana mmoja aanze wapishane, ama wacheze wote kwa pamoja, ama wasicheze wote kabisa. Yote inawezekana na timu inaweza ikapata matokeo. Unajua haya maoni yote yanatoka kwa sababu ya kile ambacho kimetokea. Wanajaribu kufanya reference ya kile ambacho kimetokea katika mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico di Rwanda. Mimi nafikiri mfumo wa meneja wa Simba Dimitar Pantev sio mfumo mbovu. Sio mfumo ambao hausaidii timu kutopata matokeo. Ila kuna namna wachezaji wanashindwa utekelezaji wa ule mfumo. Waona muona akirudi na mfumo ule ule. Siku zote makocha ambao wanaamini wapo katika daraja fulani na wanalenga kufika sehemu fulani huwa wanabaki kwenye msimamo mmoja. Hawayumbishwi. Na kama itaweze kama itatokea kikosi ambacho kitapangwa kikaanza labda kina washambuliaji wawili kwenye ile first 11, acha ambao wataingia kwenye substitution, mimi kuna imani itaniambia kile kikosi hajapanga yeye. Kuna msaada ambao umetumika au kuna nguvu ya ziada ambayo imetumika kuweza kuingia pale, kwa sababu tayari alishatuonyesha ni kocha ambaye anaamini katika kitu gani. Na imani siku zote walimu wanakuambia endelea kuamini kile ambacho unakiamini mpaka kikupatie matokeo. Huenda hiki kinakataa kwa upande wa Simba sasa hivi kwa sababu ya kosa la kutochagua wachezaji bora ambao wanafiti kwenye ule mfumo, ama wachezaji wenyewe wanashindwa kuutekeleza ule mfumo. Unajua mpira wa kisasa kwa 70% kila kitu ambacho unakiona kiwanjani ni kwa sababu ya mbinu za kocha. Uwezo wa mchezaji mwenyewe ni 30% tu katika zile 100%. Mchezo wa sasa hivi wa mpira wa miguu unachezeka kwa maelezo mengi sana, ndio maana kuna baadhi ya vitu pia ambavyo huwa vionekani kwa baadhi ya wachezaji, na kuna wengine wanashindwa kuperform kwenye high level yao ambao unajua kwamba huyu kuna sehemu atakuwa kagota. Kama ataweza kufunguliwa chumba anaweza akaexcel, akawa na siren kubwa ya kuweza kuonyesha vitu katika mawanda mapana. Lakini kwa sababu ya maelekezo ya kocha unakuta mchezaji wa namna hiyo anabaki kwenye daraja la kawaida, anashindwa kufika kwenye daraja la juu kwa sababu ya mpango kazi wa mwalimu anakuwa anahitaji nini kwenye kikosi. Unaangalia kwa walioangalia mchezo wa jana wa Chelsea dhidi ya FC Barcelona, ulikuwa ni muundo huu, ni mfumo huu ambao Pantev anautumia, force number 9, na wamefanikiwa kumfunga Barcelona. Alianza na central striker, mshambuliaji wa kati kinara, tena mkatili kabisa duniani katika washambuliaji bora, lakini wameweza kupoteza 3-0 Barcelona. Hawakupata bao wakiwa na Roberto Lewandowski, akiwepo Ferran Torres na Lamine Yamal. Lakini unarudi kumwangalia pasipo kuzihusisha kuweka mahusiano na timu za Ulaya, turudi hapa Afrika. Pantev na Gaborone United kwenye kikosi kilichokuwa kinaanza, ukifuatilia katika michezo mingi, alikuwa anaanza na namba 10 wawili, anaanza na namba 7 mmoja, anaanza na namba 8 wawili. Anao washambuliaji wawili kwenye kikosi, akiwemo mtoto wake wa kumzaa, kwa sababu kamwacha pale Gaborone Dimitar ambaye anacheza nafasi ya ushambuliaji, lakini alikuwa anamwacha nje, anakuja kumpatia dakika chache pale ambapo anajua tayari kaikamata mechi. Ni kwa sababu gani? Wachezaji aliokuwa nao Gaborone walikuwa wanafiti vizuri kwenye mfumo. Ukija ukaangalia kwenye mchezo dhidi ya Singizini Hotspurs, ule mchezo wa pili, Simba waliukamata mchezo kwa kiasi kikubwa sana. Kabla hajaingia Kibu Denis na Jonathan Soa kuja kuleta yale mabadiliko ambayo yalikuja kuwapelekea Simba wakaongeza yale mabao mawili ili wafikishe jumla ya mabao 3, lakini bado Simba alikuwa na domination kubwa kwa maana ya utawala mkubwa wa mchezo. Hii inakuonyesha nini? Wachezaji waliokuwa wameanza kwenye kikosi walikuwa na uwezo au walielewa maelekezo ya mwalimu aliyokuwa anayataka kiwanjani. Changamoto ya kilichokuja kutokea katika mchezo uliopita ni kwamba wachezaji waliokuwemo kiwanjani kwenye ule mfumo, wapo baadhi ambao walikuwa wanashindwa kufiti, kwa maana walikuwa wanashindwa kutimiza majukumu yao ya kimsingi, lakini bado wanashindwa kutimiza majukumu ya ziada. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.